Mwangu na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni fumbo la Samia. Ni kauli yake kuhusu wenye dhamana kuipasua CCM na kutaka kila mmoja ajiulize mwenyewe. Acha mjadala na uelewa tofauti. Marekebisho ya katiba yaiwezesha vikao kufanyika kwa mtandao. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan anasema baada ya kuwa na jumba kama lile, heshima ile, wewe kama mwana CCM jiulize moyoni kwako, kweli una dhamira na moyo wa kupasua chama hiki? Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Milioni 13 idadi ya wanachama wa CCM hadi kufikia mkutano mkuu wa sasa, wakiongezeka kutoka milioni 12 waliokuwepo mkutano mkuu uliopita. Undani ni katika ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Serikali yabebeshwa jukumu kuwezesha hedhi salama shuleni. Habari katika ukurasa wa 2. Mwongozo wa Taifa wa Afya na Usafi wa Hedhi wa mwaka 2025 utakaowezesha shule na maeneo ya kijamii kutenga nyumba maalum kwa ajili ya wanawake kujisitiri umezinduliwa. Ukieleza undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ndejembi akamalia migogoro ya ardhi. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika pengo aliloacha Ngugi wa Thiong'o barani Afrika. Habari katika ukurasa wa 13. Marufuku ya sigara maeneo ya wazi bado mfupa mgumu. Habari katika ukurasa wa 14. Licha ya sheria ya udhibiti wa tumbaku ya mwaka 2003 kutangaza uvutaji wa sigara hadharani, sheria hiyo imeendelea. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti